Mapinduzi barani Afrika yamekuwa yakiendelea kufanywa na majeshi ya nchi mbalimbali, na katika kufanya mapinduzi hayo yako au ziko sababu ambazo huwa nyuma ya vikosi hivyo vya kijeshi ambavyo vinapelekea kufanya mapinduzi hayo. Kwa sasa kumekuwa na matamanio ya baadhi ya wananchi, baadhi ya kizazi kinaitwa Gen Z kutamani mataifa yao yaweze kushikiliwa na majeshi ili angalau mataifa yao yaweze kupata maendeleo kwa namna moja na namna nyingine. Sasa nikwambie, lipo jambo limetokea huko Guinea Bissau ambapo taarifa hizi zimeripotiwa sana na vyombo mbalimbali vya habari juu ya Generali Horta Ntanaman ambaye huyu ameapishwa kuwa rais wa mpito wa Guinea Bissau. Huyu ni generali wa kijeshi, kwa hiyo ni rais wa mpito wa Guinea Bissau, na yote haya yametokea baada ya jeshi kutangaza siku ya Jumatano kwamba wamepindua serikali ya Rais Umaro Sissoco Embalo, na mtawala huyo mpya wa kijeshi ataushikilia wadhifa huo kwa kipindi cha mwaka mmoja. Na nikwambie tu, mapinduzi kwenye eneo la Guinea Bissau yamefanyika baada ya uchaguzi mkuu ambapo matokeo yalikuwa bado hayajatangazwa, lakini kulikuwa kuna madai kwamba mgombea urais na mpinzani wake kwamba mimi nimeshinda, mimi nishashinda na mengine mengi. Na jeshi wakati wanakwenda kupindua alisema kwamba wameamua kufanya hivyo baada ya mmoja ya watu ambao wanatajwa kama walanguzi wakubwa madawa ya kulevya huko Guinea Bissau, ambao wanaonekana kulindwa na serikali, kutaka kuanza kuingilia kati na kufanya kwake, kwa jeshi wakaamua kuchukua nchi. Sasa ni namna gani ambavyo jeshi wataweza kubadilisha nchi hiyo mwendo na namna nyingine, kumekuwa sasa na mitazamo ya aina tofauti. Lakini mwenyekiti wa halmashauri kuu ya Umoja wa Afrika Mahamoud Ali Yusuf, yeye amelaani kitendo cha jeshi la Guinea Bissau kufanya mapinduzi na wakatoa wito wa kuachiliwa huru bila masharti kwa rais. Japo taarifa ambazo nilizoweza kuzifuatilia katika vyanzo aminifu kabisa ni kwamba rais wa Guinea Bissau ambaye amepinduliwa madarakani Umaro Sissoco Embalo, yeye amekimbilia kwenye nchi jirani ya Senegali. Embalo ameondoka ndani ya taifa lake baada ya jeshi kumthibitisha Generali Horta Ntanaman kuwa rais wa mpito atakishikilia wadhifa huo kwa kipindi cha mwaka mmoja. Sasa nikwambie, Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS imesimamisha kwa muda wanachama wa Guinea Bissau na kutoa wito kwa utawala wa kijeshi kuruhusu tume ya taifa ya uchaguzi kutangaza matokeo ya uchaguzi wa rais uliokuwa na utata. Na kwa upande wake Umoja wa Ulaya umetolea wito Guinea Bissau kurejea haraka kwenye utaratibu wa kikatiba na kusisitiza kuwa matokeo ya uchaguzi wa rais na wabunge nchini humo yanapaswa kuheshimiwa na pande zote. Sasa kumekuwa na matamko ya aina mbalimbali, hata pia Umoja wa Mataifa unaonyesha pia wasiwasi kuhusu hali ya Guinea Bissau baada ya jeshi tu kutangaza kwamba wamefanya mapinduzi. Ila nikwambie, majeshi hayo yamekuwa yakifanya mapinduzi, ila mapinduzi hayo yanayofanywa na majeshi hayo yamekuwa yakileta utofauti hasa kwenye kulinda rasilimali za nchi. Kwa hiyo wananchi wamekuwa wakifurahia sababu jeshi linaonekana kuwa na uzalendo kwenye kulinda rasilimali za mataifa yao. Kwa mfano, mpaka sasa hivi ninavyozungumza, kwa takwimu ambazo zipo ni kwamba mapinduzi yamefanyika zaidi ya mapinduzi 130 ndani ya bara la Afrika. Mapinduzi ya Afrika ni zaidi ya 130. Hiyo ni takwimu za tangu mwaka 1952 mpaka hivi sasa. Na nchi ambazo zimeathirika na mapinduzi hayo yaligusa nchi takriban 36 kati ya nchi 54 za Afrika. Na nchi hizo ilikuwa ni kuna nchi kama Mali, Guinea Bissau, Burkina Faso, Niger, Sudan, zimekuwa kwenye historia mara kwa mara. Kwenye karne 21 pekee kumekuwa na ongezeko la mapinduzi ya kijeshi hasa katika eneo la Afrika Magharibi. Mfano Mali 2020, Guinea 2021, Burkina Faso 2022. Ukija sasa kuna Guinea Bissau 2025 tunaiweka kwenye takwimu za namna hiyo ndani ya karne hii ya 21. Na sababu hasa za kuendelea kwa mapinduzi hizi ndo zimekuwa zikiwaumiza akili watu. Kwa nini? Je, ni jinsi tu wanataka kwamba tuongozwe na majeshi na mambo mengine mbalimbali? Na nikwambie tu, sababu za kuendelea kwa mapinduzi kuna swala zima la ukoloni mamboleo na ukosefu wa usawa wa kiuchumi. Wananchi wengi bado wanahisi kutengwa na kukosa fursa za maendeleo, licha kwamba ndani ya mataifa yao wanaona kuna rasilimali kubwa sana. Lakini kuna swala zima la ufisadi na udhaifu wa serikali. Serikali zisizotekeleza matakwa ya wananchi mara nyingi wao wanakabiliwa na mapinduzi ya kijeshi. Alafu sababu nyingine, kuna nchi ambazo zilikumbwa na migogoro ya kiusalama
swala zima la mashambulizi ya kigaidi, ukosefu wa uthabiti wa kisiasa ambao unakwenda kuchochea mapinduzi. Mfano mzuri, angalia taifa la Burkina Faso. Lakini sasa kuna shinikizo la Gen Z. Vijana wanakuwa wanataka mabadiliko ya haraka na demokrasia yenye uwajibikaji. Kwa mfano 2025, tazama eneo la au taifa la Madagascar. Gen Z walikuwa chanzo. Kwa hiyo ukitazama mapinduzi haya yamekuwa na athari tofauti ndani ya bara la Afrika. Mapinduzi haya yamefanikiwa kuleta uhuru wa kisiasa na wakaondoa wale au tunazungumzia tawala za kikoloni. Kwa hiyo mataifa ambayo yamefanya mapinduzi yameanza kuwa huru, yanafanya tamaduni zao wao kama wao, wanafanya ya kwao wao kama wao. Lakini pia hiyo ni faida chanya ya mapinduzi haya. Lakini kwenye faida hasi unaweza kaitazama mapinduzi ya kijeshi, mara nyingi unakwenda kugundua kwamba yamezuia demokrasia, yakaleta machafuko. Lakini pia wakati mwingine kuna baadhi ya mataifa, kwa mfano Sudan, ukitazama yamekwenda kudumaza maendeleo ya kiuchumi, yakaleta machafuko. Mpaka hivi sasa ninavyozungumza, Sudan kumekuwa hakuna ule tunazungumzia amani ya kudumu kwa wananchi. Imekuwa ni hofu na wengine kugeuka kuwa wakimbizi. Na kuna hofu kwamba mapinduzi yanaweza kuendelea kuongezeka iwapo changamoto za kiuchumi na kisiasa hazitatatuliwa. Hiyo unatakiwa uweze kuelewa hivyo. Sasa katika bara la Afrika, tuangalie kwa ujumla katika bara la Afrika sababu kuu za mapinduzi ndani ya bara la Afrika. Kwanza kabisa kuna swala zima la ukandamizaji wa kikoloni. Ukitazama wakati wa ukoloni, mataifa ya Ulaya yalikuwa yananyonya zile rasilimali za Afrika na wakawa wanawakandamiza wananchi. Sasa hali hii ilizua chuki na hamu ya kujikomboa kwa wananchi wenyewe. Kuona hapana, hii hatutaki, tunataka rasilimali zetu tuzikontrol wenyewe na mengineyo. Hatutaki ukandamizaji, bora sisi tuwe hivi na hivi. Mbona tukisoma historia za wao walianza kama sisi na wako mbali. Ukitazama miaka ambayo wameanza na sisi tulipo, sisi tulianza kabla yao, lakini waya tuna maendeleo. Lakini pia kuna swala zima la tunazungumzia ile hamu ya kujitawala na uhuru wa kitaifa. Baada ya vita kuu ya pili ya dunia, mawazo ya kujitawala yaliweza kuenea. Nchi kama Misri kupitia mapinduzi ya Julai 23 mwaka 1952 yalionyesha mfano wa kupinga ukoloni na kuanzisha utawala wa wananchi. Kuna ukosefu wa usawa wa kijamii na kiuchumi. Wananchi wengi walihisi kutengwa na kukosa fursa za kiuchumi. Hii inachochea mapinduzi ya kijamii na kisiasa ili kudai haki na usawa. Katika nchi nyingi za Afrika, mapinduzi yalichochewa na migogoro ya kisiasa, ufisadi na udhaifu wa serikali. Kwa hiyo hii ilisababisha ongezeko la mapinduzi ya kijeshi kwenye mataifa mengi mno. Sasa ukitazama yote haya, yako mapinduzi ambayo yalifanyika miaka nyuma 1952 kama Misri kule. Mapinduzi ya Julai 23 ambayo yaliongozwa na Gamal Abdel Nasser. Haya ilikuwa ni mfano mkubwa wa kupinga ukoloni na kuhamasisha bara zima la Afrika. Kwa hiyo baada ya hapo ikaja 1958 Guinea kule, wao walijitenga na Ufaransa, wakawa moja nchi za kwanza kujipatia uhuru. Alafu tukaja kuna mataifa mengine yalijipatia uhuru kwa amani 61, 62, 63 na kuendelea. Alafu tunakuja 83 Burkina Faso kule kwa kijana Thomas Sankara. Huyu aliongoza mapinduzi ya kijeshi ambayo yalilenga kujitegemea kiuchumi na kupinga ukoloni mamboleo. Ikaja baadaye kwenye karne 21 sasa kuna Mali, kuna Niger, Madagascar, Guinea Bissau, Guinea na mataifa mengine mbalimbali. Mapinduzi haya yalikuwa yakijirudia kutokana na migogoro ya kisiasa na swala zima la usalama. Unaweza ukawa sasa unajiuliza ni nini viongozi wafanye ambao wako madarakani kwa sasa ndani ya bara la Afrika ili wajiepushe kupinduliwa na majeshi yao. Kwa ufupi ni kwamba viongozi wa Afrika wanaweza kujiepusha kupinduliwa na majeshi yao kwa kuhakikisha: moja, utawala bora ndani ya mataifa yao unakuwa ni wa uhakika na thabiti. 2, uwajibikaji. Muhimu sana hiyo. 3, swala zima la usawa wa kijamii. Kuimarisha taasisi za kidemokrasia. Hivyo na jeshi pia liwe karibu na viongozi, likiwa linaona yote haya na jeshi likaonekana kuaminiwa, likaheshimiwa, na wananchi wakaweza kuridhia uongozi, basi kuna uwezekano mkubwa sana wa mapinduzi kuweza kupungua. Kwa hiyo zipo hatua muhimu za kuepuka mapinduzi ya kijeshi. Nimekueleza juu ya utawala bora. Viongozi wanapaswa kuendesha serikali kwa uwazi. Kwa uwazi kabisa. Kupinga ufisadi na kuhakikisha rasilimali za taifa zinawanufaisha wananchi wote, sio wachache. Na swala zima la ufisadi na upendeleo,
mara nyingi huchochea hasira ya jeshi na wananchi. Lakini pia kuna swala zima la kuheshimu demokrasia na katiba. Kumbuka niliwahi kuzungumza kipindi fulani kwamba Afrika au mfumo ambao ulitakiwa binadamu tuwe nao wa kiuongozi haukuwa mfumo wa kidemokrasia. Mfumo wa kidemokrasia ni mfumo ambao binadamu walijitengenezea wenyewe. Mfumo kutoka kwa Mwenyezi Mungu si mfumo wa kidemokrasia kabisa. Ni mfumo ule kama wa kifalme. Ndio mfumo ambao upo, na ndio maana mataifa mengi ambayo yanaongozwa kifalme yametulia. Mataifa mengi ambayo yanakwenda kidemokrasia yamekuwa shughuli. Sasa cha kushangaza na kuchekesha, unaweza kukuta taifa kama Uingereza ambalo lina ndani yake la ufalme na demokrasia kidogo mno, taifa hilo linakuwa kinara wakisimamia demokrasia kumpata kiongozi mkuu wa nchi. Sasa hapo ni maajabu kweli. Kwa hiyo kwenye kuheshimu demokrasia na katiba inasaidia kuepuka mambo mbalimbali. Kwanza kabisa inasaidia kuepuka kubadilisha katiba kwa maslahi binafsi. Mfano, wako viongozi mbalimbali ndani ya bara la Afrika, wao wamejiongezea mihula ya uraisi, kwamba mimi nitakaa hapa hadi hivi. Kwa mfano Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni ulikuwa kuna ukomo fulani, lakini wamekwenda. Kwa mataifa mengine mbalimbali kama Tanzania bado katiba yao inasimamia miaka ile 10. Hakuna viongozi ambao wamebadilisha, japo miaka 2019 wako wachache walitaka kusema tumuongezee rais aliyokuwa madarakani aendelee kukaa milele, japo rais mwenyewe aliyekuwa madarakani wakati huo hayati JPM kwa Tanzania yeye alikataa. Lakini kulikuwa kuna kitu cha namna hiyo. Kama kile kitu kingefanyika, tunasema kingekuwa ni kitu ambacho kimevunja mfumo wa katiba. Lakini pia tunatazama mbali na kuepuka kubadilisha katiba kwa maslahi binafsi, kuna swala zima pia la kuheshimu demokrasia, kwamba kuna vyama mbalimbali vya kisiasa ndani ya taifa lolote lile. Vile vyama vinapaswa kuheshimiwa, kupewa nafasi ya kujiamini na kusonga mbele zaidi. Lakini pia kuna swala zima hapo kwenye kuheshimu demokrasia na katiba, mara nyingi mapinduzi hutokea pale ambapo viongozi wanajaribu kubaki madarakani kinyume cha katiba. Lakini pia hatua muhimu za kuepuka mapinduzi ya kijeshi kuna kujenga taasisi imara. Sasa badala ya kutegemea mtu mmoja, serikali inapaswa kuimarisha taasisi za kidemokrasia na kisheria. Taasisi imara hupunguza nafasi ya jeshi kuona pengo la uongozi. Hiyo ni muhimu sana, na hii taasisi imara inakuja kupitia utawala bora na uwajibikaji wa kila mtu, kuanzia kiongozi wa chini kabisa mpaka kiongozi wa juu. Lakini pia kuna kuheshimu na kushirikisha jeshi. Jeshi linapopewa heshima, mishahara stahiki, nafasi ya kushiriki katika maendeleo ya taifa, linakuwa na uaminifu kwa serikali. Jeshi linalohisi kudharauliwa au kutengwa mara nyingi hujihusisha na mapinduzi. Kwa hiyo kumbuka kwamba unoti kitu kwamba kuna kuheshimu na kushirikisha jeshi kwa kufuata yale matakwa yao, kuhakikisha wanakuwa na maisha bora. Lakini jeshi hilo lazima pia, haya niliyoyaeleza, utawala bora, uwajibikaji, kuheshimu demokrasia, katiba, kujenga mataasisi imara, pia lazima yawe katika msingi ili jeshi liweze kuona vizuri. Kwa sababu kama hakuna utawala bora, hakuna kuheshimu demokrasia na katiba na mengineyo, yanaweza kupelekea jeshi kugawanyika, na jeshi likigawanyika, kitakachotokea ni wako ambao wataona sisi tunapewa mishahara vizuri, tunaheshima, tunapewa hivi na hivi, lakini kuna wengine wataona hapana, tunapata vitu vizuri, lakini mbona kuna taratibu fulani ambazo hazifuatwi. Kitakachokuja kutokea ni mgongano sasa wa fikra, na mgongano wa fikra ukishaibuka unaweza ukaleta mgawanyo kama uliotokea Sudan baina ya vikosi vya mashambulizi ya haraka RSF na vikosi vya kijeshi pale Sudan, Abdel Burhan na mwenzake, namna ambavyo sasa hivi wamekuwa wakiendelea kuzozana. Lakini pia hatua muhimu ya kuepusha mapinduzi ya kijeshi kuna kusikiliza wananchi na kupunguza ukosefu wa usawa. Wananchi wakihisi wamesahaulika, wanapoteza imani kwa serikali na mara nyingi huunga mkono mapinduzi. Ndio maana unaweza kutazama eneo la Madagascar, wananchi walijitokeza barabarani kushangilia jeshi walipochukua nchi. Nenda Burkina Faso, nenda Guinea, nenda Mali, nenda Niger na maeneo mengine mbalimbali. Kumekuwa na kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo kusikiliza wananchi inasaidia kuondoa mapinduzi hayo na pia kupunguza ukosefu wa usawa. Lakini pia kuna swala zima la diplomasia na ushirikiano wa kikanda. Ushirikiano wa jumuiya za kikanda kama ECOWAS na Umoja wa Afrika inasaidia kuzuia mapinduzi kwa kuweka shinikizo la kimataifa dhidi ya majeshi yanayojaribu kuchukua madaraka kwa nguvu. Japo kwa kipindi hichi ni kwamba ECOWAS ameonekana kama shati tu la kawaida, kwani ECOWAS alikwenda kuweka shinikizo kwa Mali, Burkina Faso
Gabon, Niger. Baadaye hawa watu waliamua kuwadharau ECOWAS kwa sababu hawana makali yoyote. ECOWAS wamekuwa na kauli tu, lakini hawana vitendo. Nchi nyingi zimekuwa zikipata changamoto mno. Ukitazama ndani ya Afrika wako AU, wako ECOWAS, lakini unashangaa kwa nini mpaka hii leo Niger kuna vikundi kibao vya magaidi? Kwa nini mpaka hii leo Kongo imeshindwa kukombolewa? Alafu majeshi yanatoka huko, majeshi ya NATO, UN ya upande wa SADC yamekuwa yanapambana, lakini yamekuwa hayapati nguvu kwa sababu ndani kuna usaliti wa ndani kwa ndani, mpaka inabidi majeshi atoke mbali yaje yasaidie majeshi ya UN. Sasa hile ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo ukitazama mashirika haya na jumuiya hizi za kikanda zimekuwepo, zinasaidia kutia mashinikizo, lakini kwa sasa zimegeuka kuwa mashati kwa sababu zinaonekana kutoweza kuwa na nguvu ya kuhakikisha bara la Afrika linakuwa na amani. Kwa mfano, angalia Gabon 2023. Mapinduzi yalitokea baada ya Rais Ali Bongo kutangaza ushindi wa muhula wa 3, jambo ambalo lilionekana kama ni udikteta na lisilo halali. Rudi pale Mali na Burkina Faso 2020 na 2022. Mapinduzi ambayo yalichochewa na ufisadi, ukosefu wa usalama na kushindwa kwa serikali kushughulikia mashambulizi ya kigaidi. Hii ni changamoto kubwa sana ambayo ipo. Kwa hiyo viongozi wa Afrika tu wanapaswa kujua, wakijenga utawala bora, wakiheshimu demokrasia, wakashirikisha jeshi kwenye hatua mbalimbali, wakaheshimu katiba, wakasikiliza wananchi, wanaweza kupunguza sana uwezekano wa kupinduliwa na majeshi yao. Hiyo ndiyo hali halisi ilivyo. Shukran kwa baba wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.